China imeanza kuhisi athari za awali za vita vinavyoendelea Mashariki ya Kati, licha ya kuwa bado haijaguswa moja kwa moja na mtikisiko mkubwa wa mgogoro huo. Kwa sasa Beijing ina akiba ya mafuta inayoweza kudumu kwa miezi kadhaa ijayo. Endapo hali ya vita itaendelea kwa muda mrefu, wachambuzi wanasema China inaweza kutegemea zaidi mafuta kutoka kwa jirani yake Urusi. Hata hivyo, viongozi wa China wanaangalia zaidi athari za muda mrefu za mgogoro huo, hasa kwa uwekezaji wake mkubwa katika eneo la Mashariki ya Kati na kwa mkakati wake mpana wa kiuchumi duniani. Wakati huo, maelfu ya wajumbe wa chama cha kikomunisti cha China wanakutana jijini Beijing kujadili mustakabali wa uchumi wa taifa hilo ambalo ni la pili kwa ukubwa duniani. China kwa sasa inakabiliwa na changamoto kadhaa za kiuchumi, ikiwemo kupungua kwa matumizi ya ndani, mgogoro unaoendelea katika sekta ya mali isiyohamishika, pamoja na madeni makubwa ya serikali za mitaa. Katika hatua nyingine muhimu, China imepunguza lengo lake la ukuaji wa uchumi wa mwaka huu hadi kiwango cha chini kabisa tangu mnamo mwaka 1991. Serikali ya Beijing inaendelea kuwekeza kwa nguvu katika sekta ya teknolojia ya juu ya nishati jadilifu, huku ikitarajia kuongeza mauzo ya bidhaa nje ya nchi ili kuimarisha uchumi wake. Lakini mpango huo unakabiliwa na vikwazo kadhaa. Kwa zaidi ya mwaka mmoja sasa, China imekuwa katika mvutano wa kibiashara na Marekani, na sasa mgogoro wa Mashariki ya Kati unaongeza hatari mpya. Eneo hilo ni muhimu sana kwa China, kwani linahusika na njia muhimu za usafirishaji wa bidhaa pamoja na kuwa chanzo kikubwa cha mafuta yanayohitajika kuendesha uchumi wake nchini China. Iwapo vita vitaendelea kwa muda mrefu, na hasa katika usafirishaji kupitia mlango wa bahari wa Hormuz utaendelea kuzuiwa, athari za kiuchumi zinaweza kuwa kubwa zaidi. Aidha, wachambuzi wanasema vurugu zinazoendelea Mashariki ya Kati zinaweza pia kuathiri maeneo mengine ambayo China ina maslahi makubwa, ikiwemo Afrika. Kwa miaka mingi, uchumi wa baadhi ya nchi za Afrika umefaidika kutokana na uwekezaji mkubwa kutoka mataifa ya Ghuba. Iwapo uwekezaji huu utapungua kutokana na athari ya vita, kuna hatari ya kutokea kwa misukosuko ya kiuchumi ambayo inaweza pia kuathiri maslahi ya China barani humu. Kwa upande wa diplomasia, China imeendelea kutoa wito kwa kusitishwa kwa mapigano na kutafuta suluhu ya mazungumzo. Waziri wa mambo ya nje wa China amesema mashambulizi dhidi ya Iran hayakubaliki na kusisitiza umuhimu wa kuheshimu uhuru wa mataifa. Ingawa China na Irani zimekuwa na ushirikiano wa karibu katika biashara na nishati kwa miaka mingi, wachambuzi wanasema kuwa uhusiano huo umejengwa zaidi kwa misingi ya maslahi ya kiuchumi kuliko urafiki wa kina wa kisiasa. Kwa kawaida, China hujiepusha kuingia moja kwa moja katika migogoro ya kijeshi na badala yake hupendelea kutumia njia za kidiplomasia. Hata hivyo, mgogoro huu umeonyesha pia mipaka ya ushawishi wa China duniani, hasa linapokuja suala la nguvu za kijeshi. Wakati Beijing ikijaribu kujionyesha kama nguvu inayoweza kusawazisha ushawishi wa Marekani, hatua za kijeshi za Washington zimeonyesha uwezo wake wa kuathiri matukio ya kimataifa kwa haraka zaidi. Katika hali hiyo, China sasa inaangalia pia fursa za kushiriki katika juhudi za kidiplomasia za kusaka amani Mashariki ya Kati. Beijing imetangaza kuwa itatuma ujumbe maalum katika eneo hilo ili kusaidia juhudi za mazungumzo kati ya pande zinazohusika. Hata hivyo, China inaendelea kuchukua hatua kwa tahadhari kubwa, hasa kuzingatia uhusiano wake mgumu na Marekani pamoja na hali ya kutotabirika ya siasa za kimataifa kwa sasa. Swali linabaki kuwa, je, China itaendelea kubaki mtazamaji wa mgogoro huu au italazimika kuingia kwa nguvu zaidi kulinda maslahi yake ya kiuchumi na kimkakati duniani? Mpaka hapa anapofikia tamati, ni kusihi endelea kusalia nasi kupitia Koplo Media. Vile kama ni mara yako ya kwanza kuambatana nasi, ni kuombe subscribe ili usikose taarifa yoyote mpya. Koplo Media, tunahakiki ukweli kabla ya kukujulisha.